Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa Ncha Kali Podcast, tukiwa kwenye msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Msimu ambao tunasema Qur'an ni mwongozo wa maisha, ndio slogan ya msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na kulithibitisha hilo, tunakutana katika podcast hii maalum kabisa ndani ya msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao imejikita katika kuangazia hawa ambao ni watumishi wa Qur'an, watu ambao wanaitumikia na kuihudumia Qur'an. Tutakuwa tukiwaangazia, na tumekuwa tukifanya hivyo tangu kwanza mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tutakuwa na mfululizo wa vipindi vya aina hiyo ndani ya mwezi huu wote mtukufu wa Ramadhani. Kila siku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, muda na wakati kama huu, tutakutana hapa kwenye Ncha Kali Podcast ya msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi naitwa Rajab Msami, nataka kufahamu tutakuwa na nani leo ambaye ni miongoni mwa wanaoitumikia Qur'an. Basi hilo utalijua hivi punde. Nikusihi tu usitoke mbele ya runinga yako, au kama unatufuatilia kupitia YouTube basi usitoke katika channel hiyo ya YouTube ambayo ni AD+ Swahili. Lakini kama unatufuatilia kwa platform yoyote ile ya podcast, kwa maana ya kutusikiliza, iwe ni Google Podcast au Audiomack na nyinginezo zote, basi nikusihi sana usitoke hapo, utufuatilie hivi tunavyoanza mpaka pale ambapo tutafika ukomo wa podcast yetu kwa siku ya leo. Sheikh, karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Nikupe fursa ya kuwasalimu wanaotufuatilia, lakini pia uweze kuitumia fursa hiyo hiyo kwa kujitambulisha, kutueleza majina yako na kutueleza ni namna gani unaitumikia Qur'an tukufu. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Bashir Khalfan Zahor, na ni mwalimu wa Qur'an na vile vile ni imam. Okay. Sheikh Bashir, wewe ni imamu masjid gani? Masjid Darul Ulum, ipo Manzese Medizini. Manzese Medizini. Naam. Sawa sawa. Unaswalisha tarawih hapo? Naswalisha tarawih. Kwa hiyo naam, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, leo tuko na Ustadh Bashir Khalfan, kama ambavyo umeweza kumsikia, Bashir Khalfan Zahor, ambaye ni mwalimu wa Qur'an lakini pia ni imamu. Ustadh Bashir, sisi ada yetu bwana kwenye Ncha Kali Podcast, kwa sababu ni msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa Qur'an, na kama ambavyo kauli mbiu yetu inasema Qur'an mwongozo wa maisha, basi ada yetu tumejiwekea kuwa tunafungua podcast yetu hii kwa kisomo cha Qur'an. Kwa hiyo nikukaribishe tuweze kufungua kwa kisomo. Karibu sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lillahi mulku as-samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء وراء حجاب. إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إنه عليم قدير.
أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, huyo ni Ustadh Bashir Khalfan
Zahor. Sheikh, umesema imam masjid gani? Manzese Midizini. Manzese Midizini. Unaswalisha tarawih pale? Maanake kuna watu ni wapenzi wa Qur'an. Kwa hiyo baada ya kusikia tilawa hii naweza akavutiwa na akasikia hamu ya kuswali tarawih akiwa anasikiliza kisomo kizuri cha Qur'an namna hiyo. Mtazamaji, huu ni msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan tukiangazia wanaoitumikia Qur'an, na leo tuko na Ustadh Bashir Khalfan Zahor. Yeye ni imam, ni mwalimu wa Qur'an na ni msomaji wa Qur'an kama ambavyo umeweza kumsikia. Ustadh Bashir, tuanze na historia yako kwa ufupi na safari yako na Qur'an. Ulianza kuisoma wapi Qur'an mpaka hatua hii ambayo umefikia leo hii ya kuweza kuaminiwa na kuwa mwalimu wa Qur'an pamoja na kuwa imam? Karibu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kwa hakika sehemu yangu ya mwanzo kuianza safari hii ya Qur'an ilikuwa ni hapo Manzese. Manzese Midizini kuna chuo, shekhe wetu alikuwa ni mwalimu Ali Sharif. Naam. Ali Sharif. Ali Sharif. Ali Sharif. Okay. Tulianza hapo, baadaye tulikuja tukachukuliwa kama vijana kwa ajili ya kwenda kukaa sehemu za halqa za Qur'an kwa jina jingine kama boarding. Naam. Tulitoka hapo tukaenda Bunju. Okay. Bunju kule ndo tukaanza safari ya kuhifadhi rasmi Qur'an. Ilikuwa ni kituo chini ya uangalizi wa African Relief Committee, okay, Kuwait. Okay. Na ilikuwa kikijulikana kama Markaz Shafi. Markaz Shafi. Kipindi hicho tulikuwa ni vijana wengi, lakini tulioanza ni vijana 27. Na hapo kuna vijana walikuwa tayari washaanza sekondari, wengine primary. Kwa hiyo ilikuwa tunasoma huku na maanake pale kituoni ndo mlikuwa mnapatiwa fursa zote mbili kwenye masuala ya hifadhi. Lakini pembeni au karibu na hapo kuna shule ya government ya. Okay, kwa mlikuwa mnasoma katika shule ambazo zilikuwa karibu na kituo, lakini usimamizi wenu wote uko chini ya kituo. Naam. Pale alhamdulillah tukatoka baadhi tumehifadhi Qur'an, wengine ilishindikana kutokana na umbali wa makazi. Lakini almuhimu alhamdulillah nimehifadhia pale Qur'an juzu zote 30. Mashaallah. Baada ya pale kumaliza na nikamaliza na shule sekondari, nilienda kuapply masuala ya chuo, lakini baadaye pia nilipata mshauri, nikashauriwa, ndio alipopata kunipa fursa za kwenda tena South Africa kwenye masuala pia ya Qur'an. Okay. South Africa nimekaa takriban miaka 7 kwa 8. Miaka 7. Kule alhamdulillah kuna syllabus zao kwenye upande wa Qur'an. Kuna alim course, kuna masuala ya viraat, kuna masuala ya hadithi sharif lilkhatam al-Bukhari wa sahih. Kwa hiyo alhamdulillah nikamaliza na hiyo kozi. Baada ya hapo pia kuna mtu akanishauri zaidi, nikachukua tena kozi nyingine ya masuala ya braille na kufundisha vipofu. Okay. Kwa upande huo wa Qur'an. Upande huo wa Qur'an. Mashaallah. Nikasoma miezi 6 alhamdulillah nikamaliza pia. Hapa kidogo kwenye upande wa hiyo kozi ya ufundishaji wa Qur'an kwa vipofu. Kwa maana ulisoma zile nukta nundu zao. Okay, kwenye upande wa Qur'an. Hili unalifanyia kazi? Kwa hakika mpaka sasa hivi bado sijapata sehemu rasmi lakini nayo vile dokumenti zangu na system. Inshallah wana ile eneo ni eneo nyeti sana. Allah kuongoze, lakini
ni kuombe tu liwekee jitihada basi ili liweze kufanywa kazi, kwa sababu ndugu zetu hawa ni wahitaji katika eneo hilo, wanahitaji sana kuisoma Qur'an, na ukizingatia Allah amewapa huo mtihani. Kwa hiyo eneo ambalo kidogo liwekee nguvu, na inshallah sisi kama chombo cha habari kwa namna yote ambayo utaona tunaweza kuhitajika kuhusika katika hilo, milango iko wazi. Naam. Baada ya hapo ndo nikarejea Tanzania. Na sasa hivi ni mwalimu wa Qur'ani, japo nina shughuli zangu nyingine za kimaisha, lakini Qur'ani ndio maisha yangu. Miaka 7 South Africa yote uliitumia kwenye kuisoma Qur'ani? Miaka 7 kiufupi yote ni Qur'ani, lakini kozi tofauti. Okay. Miaka 7 Qur'an. Mahad nazo zilikuwa tofauti. Ulisoma, yani kwa ujumla ulisoma vyuo vingapi tofauti? Vyuo vitatu tofauti. Kikiwepo hichi ambacho ulisoma Chabrel system. Okay. Sawa. Safari yako ya Qur'an imehusisha ndani ya nchi na nje ya nchi. Nafahamu ulienda kuishi ugenini, kwa maana nchi ambayo sio nchi yako, na ulienda katika hali ya kuwa ni mwanafunzi. Wakati unaishi, maisha yalikuwaje? Chuo kilikuwa kinaku accommodate kule kila kitu, au utaratibu wa maisha ulikuwaje? Kwa hakika alhamdulillah chuo kilikuwa kina accommodate everything. Lakini kiufupi zipo challenges ambazo za kuwa nchi ya jirani au ya kuwa nchi ya kigeni. Pia kama tunavyosikia South Africa ni nchi ambayo hata amani ya usalama wa raia mtihani. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto tunazipata. Kuna mwaka mmoja 2021 ilitokea masuala ya looting, uvamiaji, iliathiri nchi nzima. Wahusika wa vituo, wahusika sehemu mbalimbali, wafanya biashara, kiupande wa amani. Mtu ulikuwa unalala baadaye unasikia machafuko. Kwa ile yote ilikuwa ni masuala ya challenges kwenye upande wa kimasomo. Pia mwaka 2020 ile corona ilituathiri mpaka sisi pale, baadhi ya vituo vilifungwa vya Qur'ani, vituo vya elimu, baadhi ya wengine wakarudi majumbani, hawakufanikiwa tena kurudi. Kwa hiyo ile yote ilikuwa ni changamoto, lakini alhamdulillah ala kulli hal masala ya khairi yanaenda na khairi, tukajaliwa baadhi tukamaliza alhamdulillah. Kwenye safari yote hiyo kuanzia hapa nyumbani Midizini umesema ndio ulipoanza, si ndio? Ndio ulipoanza kusoma. Ambao ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka ile kwanza hasa 2004. Na umerudi kutoka South Africa ilikuwa ni mwaka gani? 2023. 2004 mpaka 2023. Takriban miaka 19 ya safari yako na Qur'an. Miaka 19 ni muda mrefu. Kuna mengi sana umeyapitia. Umetueleza changamoto chache tu. Kwa sababu ya muda hatuwezi tukaziangazia changamoto zote, lakini kubwa ambayo huwezi kuisahau maishani mwako katika safari yako ya miaka 19 ya Qur'an ni lipi? Binafsi kuwa mbali na nchi yangu ni jambo ambalo lilikuta limeniathiri sana. Kuwa mbali na nyumbani. Alafu nikapata mtihani ambao Allah hauwezi kukwepeka. Kipindi namaliza kozi yangu ya mwisho, na ndio siku ile ile napata taarifa ya msiba wa mzazi wangu. Subhanallah. Kwa hiyo tukio lile bado siwezi kulisahau. Ambao alikuwa ni baba au alikuwa ni baba wakati unamaliza kozi yako ya mwisho? Kwa maana hiyo hata ulifanikiwa kweli kurudi kuzika huko? Nilikuja baada ya siku ya 4 tayari watu washazika tayari. Alhamdulillah. Subhanallah. Pole sana. Allah amrehemu mzee. Amin. Hizo ni changamoto. Vijana wengi ambao wanatamani kuhifadhi Qur'an, wanatamani kuwa bora katika upande wa maqamat na vitu kama hivyo, wanaweza wakawa wanaelezwa changamoto zaidi kuliko mafanikio. Na imekuwa ni ada wakati mwingine wengi waliofanikiwa, sio katika nyanja ya Qur'ani tu, katika nyanja mbalimbali, wengi waliofanikiwa wanatueleza zaidi kuhusiana na vigingi, changamoto, vikwazo
kuliko mafanikio yao wakati mwingine, au kuliko uwepesi wao wa kuyaendea mafanikio. Wakati mwingine inaweza ikawa ni changamoto pia kwa wale ambao wako katika safari ya kuyaendea mafanikio na kuona kwamba kumbe mambo ni magumu kiasi hiyo, kumbe mambo ni mazito hivi, inabidi nijipange kwa changamoto hizi, mimi nitaweza hivi, mimi nitafika. Kwako kuna uwepesi gani ambao ulikutana nao katika safari yako hii ya miaka 19 na Qur'an? Ni kweli kama ulivyosema, hakuna njia ambayo haina vigingi, changamoto, lakini unapata faraja na unapata hamasa ikiwa upo na wenzako. Alhamdulillah, South Africa tulikuwa vijana wengi wa Kitanzania, kwa tulikuwa tunapeana hamasa na targhib. Vile vile kulikuwa kuna mashekhe wanatutembelea, wanazidi kutupa hamasa, na kuna wale waliotangulia. Kwa hiyo ukajikuta kama ulikuwa una plani ya kucancel, unajikuta unaendelea. Na vile vile majumbani ukiwasiliana nao wanazidi kukupa hamasa, usikate tamaa. Kwa hiyo pia ni moja ya kushika mkono lile swala la kulikamilisha. Alhamdulillah, kwenye masuala ya elimu, kama upande wa nyumbani ikawa haupo vizuri, unaweza ukaacha. Unaweza ukaacha. Tukiangalia hata Imam Shafi rahimahumullah, kawa imamu mkubwa kutokana na mama yake mzazi. Ikafikia stage anarudi kutoka masomoni, anagonga mlango, mama yake anamuuliza, nani wewe? Akaambia Imam Shafi. Madha jita bihi, umenijia na nini leo? Alisema jitu bil ilmi wal adabi. Naam. Mama yake akamwambia, bado hujasoma, rudi. Bado hujasoma, rudi. Aliporudi kwa mwalimu wake akamwambia, vipi tena, nimefukuzwa nyumbani, umefanya nini? Nimeulizwa swali hili, mimi nimejibu hivi. Mwalimu wake akamwambia, basi ligeuze hiyo kinyume nyume. Akamwambia jitu bil adabi wal ilmi. Kweli alivorudi akafunguliwa mlango. Kwa hiyo tumepata kuona kama mkono wa mwanzo unaanza nyumbani. Tusiwategemee tu walimu. Ikiwa nyumbani hawatokushika mkono vizuri, unaweza ukajikuta unafeli kwenye masuala ya. Sawa. Muda wetu kidogo unatutupa mkono. Umezungumza vizuri sana kuhusiana swala la nyumbani, kwamba mwamko, hamasa kubwa inatakiwa ianze nyumbani. Jambo ambalo kwa zama tulizonazo, hamasa sana katika majumba yetu ipo katika upande wa secular, na wazazi wengi wamekuwa wakiweka hamasa, nguvu humo. Utaona miezi kadhaa nyuma ilikuwa ni mwezi wa kwanza, na jitihada, mwamko, wazazi wote jitihada kubwa wanaziona zipo katika mambo ya shule, uniform mpya, begi mpya, vitabu vipya, kila kitu kinakuwa vipya. Hamasa hii inakuwa haipo katika upande wa Qur'an na masomo ya dini. Kwa kutumia fursa hii ya Ncha Kali Podcast, niweze kukuomba uweze kutoa nasaha kwa wazazi wanaotutazama na kutufuatilia kuhusiana na swala zima la kujenga hamasa na kuweka mkazo kwa vijana wao kwenye upande wa Qur'an. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Mimi kwa ufupi, ombi langu kwa wazazi, tusisahau akhira yetu. Tusisahau akhira yetu, na tuwaandae watoto kimaadili mazuri, na hakuna maadili mengine isipokuwa Qur'an, kwa sababu fadhila zipo kwenye Qur'ani na hadithi na ilmi nabii. Leo hii mtu anaweza akasoma akawa profesa, lakini ala alasafi shadid kutia udhu hajui, kustanji hajui, bado hajawa. Sasa zile fadhila anazopata mtu na ile kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ni masala ya ilmu din, ni elimu ya dini. Kwa hiyo tusionyeshe sana kipaumbele, haimaanishi tusionyeshe kabisa, tusionyeshe sana kipaumbele masomo ya dunia kisa yana maslahi, tukaacha ya akhira yetu, kwa sababu ndiyo mwisho wetu. Kwa hiyo mimi napenda sana kuwahusia na kuihusia nafsi yangu, tuzidi kuonyesha jitihada na kuwajenga watoto wetu kwenye masala ya akhira, na tuzidi vile vile kuwaheshimu walimu na kuwapa mkono, kwa sababu wao ndio wanaowajenga watoto wetu. Leo hii kama ulivyosema, ukiangalia kwenye masala ya shule, mtoto anaandaliwa,
anatoka alfajiri anasinzia barabarani, school bus linapita. Lakini wazazi wachache wanaoandaa watoto wao kwa ajili ya masala ya chuo au masala ya madrasa. Na hata ukiangalia ukikompea masala ya ada, huko 700,000 huko 2,000, lakini pia hii 2,000 pia haitolewi kwa wakati. Tutakuja kuulizwa. Lazima haya mambo tu ya balance na tuonyeshe msimamo kweli, kwa sababu innal muallima wat tabiba kilaihima la yansahani idha huma lam yukrama. Kwenye society, kwenye jamii, watu wawili hawa wana muhimu sana. Kwenye jamii akikosekana mwalimu au akikosekana daktari, bado haijawa jamii. Kwa sababu gani? Mwalimu ukimtukana siku zote utabakia na ujinga wako. Na daktari ukienda naye kinyume tu ukimtukana utabakia tu na ugonjwa wako. Kwa hiyo lazima tuwaheshimu walimu na vile vile tuwaandae watoto wetu kwa ajili ya akhira yetu inshallah. Sawa Ustadh Bashir Khalfan, muda wetu umekibia. Mwisho kabisa ni kupe fursa utoe nasaha zako kwa ujumla kuhusiana na Qur'an, tukizingatia tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi wa Qur'an. Nasaha zako kwa umma ni zipi? Nasaha zangu kwa umma kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, tujikite sana na kuisoma Qur'an, kwa sababu ndio mwezi ulioshuka Qur'an. Na vile vile tusione tabu kuandaa muda, kwa sababu Ramadhani haikai mwaka mzima. Ayyama ma'dudat kwenye watu wa nahwu wenyewe wanasema ni jamu muannas salim, ambao tufidul qilla, inaonyesha uchache. Kama ni masiku machache tena yenye kuhesabika. Kwa hiyo tusijihadae tukasema tutafanya au nitaanza Ramadhani ya 10, nitaanza Ramadhani ya 20 kusoma, au nasubiri 10 la mwisho ili nisome Qur'ani vizuri. Siku zote kuna mcha Mungu mmoja aliwahi kukaa na watu wakamuuliza, bwana tuusie. Akawaambia, sina maneno mengi lakini nawaambia neno moja tu, undhirukum saufa. Kama nawapa tahadhari na ili neno la saufa, kama nita au tuta, I will, I shall. Unapopata muda sasa hivi ufanye, unapopata nasha opportunity itumie, kwa sababu huwezi jua kama tutaipata tena Ramadhani nyingine au la. Kwa hiyo Ramadhani ikitufikia insha Allah tujikite sana na kuisoma Qur'ani, tena tujikite sana kweli, kwa sababu man qaraa harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Mwezi wa Qur'ani ule ni mwezi wa kuchuma. Kwa hiyo tujikite. Mfano ambao mimi nawapa watu sana, umepewa chombo ambacho chenye kutoa dola, ukaambiwa bwana hichi unashinda nacho leo siku nzima, na kila unapotoa dola ni yako, utapata kulala? Uwezi. Kwa ni kama mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa kuchuma, sio mwezi wa kulala. Shukran sana Ustadh Bashir Khalfan Zahor. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, hii ni Ncha Kali Podcast ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwa ni msimu maalum mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na leo tulikuwa naye Ustadh Bashir Khalfan Zahor. Yeye ni mtumishi wa Qur'an, anaitumikia Qur'an. Tumeweza kusikia mengi sana kuhusu safari yake na Qur'an, miaka 19 ya safari hiyo ya Qur'an mpaka kufikia hatua ya kuwa hafidh, kuaminika, kuweza kupewa jukumu la kuifundisha Qur'an, halikadhalika kuweza kupewa jukumu la uimam. Tumesikiza mengi, tumeweza kusikiliza kisomo chake cha Qur'an, tumesoma kwa watakaoiwa. Ametueleza kuwa yeye ni imam katika msikiti uliopo Manzese Medizini, na anaswalisha tarawih pale. Kwa hiyo kwa enzi wapenzi wa Qur'an naweza kapita pale kuweza kutawaruku kwa kuswali tarawih katika msikiti huo. Baada ya kusema hao, sisi hatuna la ziada. Mimi ni kunasihi tu na nikusia kuwa kesho pia panapo majaliwa yake Allah, ni siku, muda na wakati kama leo, basi tuweze kukutana katika Ncha Kali podcast ya msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao tunasema Qur'an ndio mwongozo wa maisha. Hatuna la ziada. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Bashir Khalfan Zahor. Tunakuaga kwa kukuambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.